mwingine kwenye Kweli Yote TV. Karibu viongozi, karibu vijana mabinti, karibu wa imani zote, karibu kwa ajili ya mataifa yote, karibuni kwa ajili ya kuungana na ile nguvu ya fundisho lake yeye kwa ajili ya siku ya mwisho, kwa ajili ya utimilifu. Siku ya mwisho imeanza, kwa hiyo tumshukuru kwa ajili ya kuingia moja kwa moja kutufundisha yeye. Pale ulipo kiongozi, tumshukuru Baba. Mwananchi wa kawaida na asiye, wote wa imani zote, tumshukuru Baba mwema mzuri, tunakuinua tunakupenda, kwa maana kwa wakati huu tena mwingine mzuri, wewe mwenyewe kwa ajili ya kutuunganisha na ile mema na mazuri. Kwa heshima yako, wewe ndiye Baba peke yake kwa ajili ya kutufundisha na kutufundisha na kutuelimisha na katika kutuelimisha. Wewe kwa ajili ya ile siku ya mwisho ulitamka utakuja kama mwizi, na ndivyo imefika kwa ajili ya utimilifu wako, ule moyo wa Baba kwa ajili ya utimilifu, kutufundisha kweli yote. Sasa tuko kwa ajili ya kukaribia, na tayari katika umbaji wote ni wewe umetamalaki sasa, kwa maana mifumo yote ya Babeli umeangusha, na mifumo yote iliyokuwa kwa ajili ya majira ya taifa ile umeangusha. Ile ibada mbalimbali za sanamu umeziangusha juu ya nchi. Ile nguvu ya Freemasoni, uchawi, uganga na wote umeangusha, kwa maana sasa tuko huru kabisa. Mataifa yote, viongozi wote, hata wote kwa ajili ya utukufu wako. Ni wewe peke yake unatukaribisha, na wote tuko kwa ajili ya utukufu wako. Imetokea. Karibu sana viongozi kwa ajili ya majira nyingine, karibu wananchi, karibu wa mataifa yote, karibu kwa ajili ya wa imani zote, watumishi wa aina zote, karibu tujifunze, kwa sababu ni jambo jema ambalo limekuja. Baba akutaarifu, kwa sababu ndio maana amekuja tu mwenyewe. Kwa hiyo leo tutaongelea kwa ajili ya kuendelea kuongelea jambo zuri kabisa ambalo linasema mti wa uzima. Mti wa uzima ni nini? Mti wa uzima ni nini? Mti wa uzima, hakuna aliyekuwa anajua maana ya mti wa uzima. Mti wa uzima kwa walisia ilikuwa ni siri juu ya nchi, kwa sababu imani zote, wa mafundisho yote juu ya nchi, hakuna aliyekuwa anajua mti wa uzima ulikuwa ni maana gani. Lakini mti wa uzima kwa majira ya siku ya mwisho, kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba hakuna siri hata moja itakayokuwa inawekwa mahali ambapo yeyote asijue. Hakuna jambo la siri litakalokuwa limefichwa. Hii Luka 8:17. Kwa maana hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana na kutokea wazi. Jiangalieni basi msikiapo, kwa kuwa mwenye kitu atapewa, na yule asiye na kitu naye atanyang'anywa hata kile ambacho anazaniwa kuwa anacho. Sasa hii ilikuwa ni siri kwenye uhalisia wote na uumbaji wote, na hakuna aliyekuwa anajua. Lakini kwenye majira hii ya siku ya mwisho vyote vinawekwa wazi, wote tunajua na wote tunaanza kuishi yale maisha ambayo tunafahamu kwamba ni nini na ni kwa nini tuko juu ya nchi. Hapo tutasoma tena hiyo siri, kwa sababu kitabu kimefunguliwa. Ina maana kwenye Ufunuo ile 10 ule mstari wa kwanza mpaka wa 11, lakini nitasoma kwa nafasi kwa sababu bado tutakimishana. Kwa hiyo hapa anasema hivi kwenye Ufunuo 10 ile 1, ni kitabu kilichofunguliwa. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu, yani ule ujumbe wa utimilifu, ukishuka kutoka kwake Baba, umevikwa wingu, yani habari ya utimilifu, na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, yani maelezo yale ambayo yote tuliyokuwa tunataka. Na ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto, yani hawezi akazuiliwa, yani popote anakanyaga, popote anafika. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Ina maana kile kitabu cha uzima, kitabu cha maelezo yote, kwa sababu kitabu cha uzima tulikuwa hatujaelewa, lakini sasa tumeshaelewa kwamba kitabu cha uzima ni maelezo yote ya mahali tulipoanzia kupotelea na mahali ambapo sasa tunarejea, kwa ajili ya kama alivyosema kwenye Yohana ile 4:23 kwamba saa ikifika nayo saa atakaye kujua ni Baba. Lakini kwa sababu tulikuwa tumjui Baba, akasema wakati huo nilikuwa nasema kimafumbo,
kupitia Yohana 16:25, lakini wakati huu nitasema waziwazi habari za Baba. Kwa hiyo habari za Baba, kwa maana sasa tumeshafahamu kwamba Baba ni kweli yote. Kwa hiyo Mwana ni kweli na Roho Mtakatifu ni moyo wa kufundisha, ambao ni moyo wa kweli yote, ile roho ya kweli yote. Ukisoma kwenye Yohana 14 ule mstari wa 16. Naye akasema kwa mamlaka iliyokuu kama simba ngurumaye, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zake. Hata ngurumo ya 7 ilipotoa sauti, na alikuwa tayari kuandika. Nami nikasikia kutoka mahali pake yeye ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika, ule ujumbe, nilimuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi kavu. Akainua mkono wake wa kuume kuelekea mahali pake yeye, akaapa kwa yeye aliye na ile furushi la uhai umilele na umilele, aliyeziumba mbingu na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika ile siku na nguvu ya tarumbeta la utimilifu. Atapokuwa tayari kupiga tarumbeta, hapo ndipo ile siri ya Baba itakapotimizwa. Kuna siri ya Baba. Kwa sasa siri ina maana ni kuielewa sasa, na sauti ile iliyosikia kutoka mahali pake ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitoe kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesema nami, na aliyekanyaga juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakuwa kichungo tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Nikakitwaa nikakila kile kidogo katika mkono wa yule malaika ambaye ni ujumbe wa utimilifu. Nikakila, nikakikubali kwamba sasa nitatoa habari njema za siku ya mwisho kwa uhalisia. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Akaniambia, imekupasa kutoa habari za kweli tena juu ya watu, taifa, lugha na wafalme, kwamba majira, saa ya hukumu imefika, kwenye Ufunuo ile 14 ule mstari wa 6. Sasa mti wa uzima haukuwahi, kwa sababu ndio ilikuwa siri. Sasa kwa mara ya kwanza tunauona mti wa uzima ukitamkwa kwenye Mwanzo 2:7. Yeye Baba akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa hai. Yeye Baba akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Yeye Baba akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho ya kufaa na kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hapo ndipo ulipoanza kuitwa mti wa uzima. Sasa hakuna aliyewahi kujua mti wa uzima ni nini. Tunaona hapa ndio akiendelea kwamba kwenye mahali pa Mwanzo 2:15, yeye akapanda, yeye akamtwaa mtu huyo akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo ndani ya bustani, yani alipewa yeye mamlaka ya kulima na kutunza. Ina maana alikuwa tayari na bustani, alikuwa na ile mti wa uzima. Sasa haukujulikana mti wa uzima nini. Sasa kwa maelezo sahihi utaelewa kwa uzuri kabisa na rasmi, na wewe utapokea ule mti, na mti juu ya nchi tayari umepandwa. Yani na maana kila mmoja lazima awe huru. Kwa tunaona sasa kwamba kwa mara nyingine hapa tunaona hakuna aliyekuwa na uelewa mti wa uzima. Tunaona tu kwamba wakati wa Mwanzo 2 ule mstari wa 23, Adam anapata usingizi. Ule usingizi Baba anatoa ubavu na anamfanya kuwa mama. Ina maana tunaona sasa kwenye kile ambacho alikuwa anatamka, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke,
kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi, wala hawakuona haya. Kwa hiyo kile kitendo sasa cha Adamu kumwacha baba na kumwacha mama na mama na baba kutomwelewa, hapo ndio ilikuwa fumbo la kutojua kabisa mti wa uzima, kwa sababu mti wa uzima ni maisha na ni mfumo, na yeye ni system ya kuishi, kwa sababu mti wa uzima ndio siri ya utimilifu juu ya nchi. Kwa kile kitendo sasa cha Adamu kumwacha baba, ina maana tayari nguvu ndani yake iliondoka. Ilipoondoka, ina maana utendaji wa kweli ndani yake ukaondoka, kwa sababu baba ni kweli yote na mama ndiyo majira, ile majira ambayo mama anayo juu ya nchi. Majira ina maana ni ule mfumo wa wiki kuwa siku 7 na mwezi kuwa na wiki 4, yaani 7 mara 4 ni 28. Huo ndio mfumo wa mama juu ya nchi. Kwa sasa huo ndio mfumo alikuwa anatakiwa aishi. Kwa baada ya kutoka sasa, kuachana na baba na kuachana na mama, baba kutomjua na mama kutomjua, ina maana nguvu ya maisha ya wale Adam na Hawa, kwa sababu Adam ni mmoja, lakini ndani yake ndio wana nguvu ya kama vyombo vya kubeba nguvu ya watoto wa kumletea baba. Ndio maana wakaitwa wote Adam kwenye Mwanzo 5:2, kwa sababu ndio wana mfumo mmoja. Yaani ukiona 28 ina maana iko hata ndani ya baba. Adam, Mwanzo 5:2, mwanamke na mwanamume waliumbwa, akawabarikia, akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba. Kwa hiyo wote wakawa ni Adam. Kwa hiyo walipoacha baba na mama, walinyang'anya ule mfumo wa maisha ndani yao unaoweza kuwabeba, kwa sababu juu ya nchi kinachoweza kukubeba ni ule mfumo. Kwa ule mfumo ulipoondolewa ndani yao, ile system, ile majira ilipoondolewa ya wao kumiliki juu ya nchi, kutawala juu ya nchi, ina maana walipelekwa utumwani. Sasa walipopelekwa utumwani Adam na Hawa, ina maana hawakutembelea tena kwenye mfumo uliokuwa unatakiwa waishi. Kwa ndio maana tunaona sasa wakiambiwa kwamba kwenye Mwanzo ile 3:22, yeye kweli yote ambaye ndiye baba akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asija akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi umilele. Kuishi umilele ina maana kutotumika mara 2. Sasa hapa wakawa wamenyang'anya ule mfumo, kwa hiyo wakawa na 930. Mfumo wao hawakujua tena, kwa sababu lile sikio, lile jicho, ile akili haikuwepo tena kwa wote. Ina maana tukapelekwa utumwani sasa kwenye ile Yeremia 27 ule mstari wa 5 mpaka wa 9, Babeli miaka 70. Tunaiona kwenye nguvu ya Yeremia 29 ule mstari wa 10 mpaka wa 14. Baada ya miaka 70 ndio atakuja, atatimiza yote. Yeremia 25 ile 12, itakapotimia miaka 70 ina maana nitamwadhibu mfalme wa Babeli. Kwa hiyo hao sasa ndio walichukua huo mfumo ambao ulikuwa unatakiwa utumike na Adamu. Kwa hiyo mfumo huo sasa ni ile majira ya kalenda. Kwa mti wa uzima ni kalenda. Kwa hiyo ni kalenda ya uumbaji iliyokuwa tayari imewekwa kwenye Yerusalemu ya kwanza.
mti wa uzima ulikuwa hapo. Kwa hiyo tunaona ili uhakikishe kwenye Mwanzo 22 ule mstari wa 2, katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu ulikuwepo ule mto ulikuwepo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Kwa hiyo huo mti ndio ulikuwa ni agano kabisa la Baba kwa ajili ya maisha yao waishi, lakini watawala wakiwa kwenye mfumo wa majira ya mwaka wenye miezi 9, wakiwa wanatambua wao ni wamiliki, wakiwa na moja na Baba. Kwa ile mfumo sasa wa kutawala juu ya nchi ukaondoka. Kwa hiyo ule mfumo ulipoondoka, hakuna mtawala juu ya nchi. Adam akawa mtumwa kwenye nchi yake mwenyewe, mimi na wewe tukawa watumwa. Ndio ikaja sasa zile injili za mbinguni, injili za mwaka wenye miezi 13, injili ambazo kwa uhalisia hazina utukufu. Ndio maana akasema kwenye Amosi sasa ile 5 ile 21, mimi nazichukia sikukuu zenu nazidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu. Kwa hiyo ule mfumo sasa wa mti wa uzima ukawa kwenye majira ya mwaka wenye miezi 12 na ukawa kwa Yakobo na Daudi. Wewe Yakobo na Daudi tunauona hapo kwenye Yeremia sasa ile 33 ule mstari wa 20 mpaka 26, na Ezekieli 8 ule mstari wa 12. Ndio unabeba ile mfumo wa Ufunuo 21 ule mstari wa 10. Yeye Baba asema hivi, mkiweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku, hata lisiwepo tena mchana na usiku kwa wakati wake, ndipo agano langu nilofanya na Daudi mtumishi wangu na Yakobo laweza kuvunjika. Kwa hiyo ikawa ni mti kabisa wa uzima ulio kwa ajili ya maisha yao, yaani kukontrol uumbaji, lakini wakiwa kwenye mfumo wa majira ya 28 mwaka wenye miezi 9 ndani yao, lakini wakimiliki uumbaji ule wa vitu, madini, nini na kila kitu. Sasa ikawa itwa Yerusalemu ya kwanza, ndio iliyokuwa na mti wa uzima. Mti wenyewe wa uzima ni ile majira ya mwaka wenye miezi 12, ambao ndio msingi uliobeba mitume 12, kabila 12, ile nguvu ya simba 12, ile nguvu inaitwa kwa ajili ya nyota 12, ile majina 12, hata maagano 12, yote sasa rafiki unainama, yote ikawa haiwezekani tena. Kwa hiyo tunaona sasa hapa Yakobo na Daudi ndio wakawa kwenye hilo agano. Tunaona hilo agano likiwa sasa limebebwa na Sulemani, kwa sababu ndio anaonekana mwenye hekima kuliko watu wote juu ya nchi, na tajiri kuliko watu wote, na amepewa namba ile ya uzani, yani ya 666, ule uzani wa kilogramu ya utajiri juu ya nchi. Kwa hiyo hao sasa ndio wakawa na ule mti wa uzima. Kwa hiyo mtu mwenye haki hakuwa tena na mahali pa kupita. Ndio maana akasema ataleta
mti wake wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba. Wafalme wa kwanza 3:10. Neno hilo likawa jema machoni pa yeye kweli yote, ya kuwa Suleiman ameomba neno hili. Yeye baba ambaye ni kweli yote akamwambia, kwa kuwa umeomba jambo hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa moyo wa maisha yako, wala hukutaka roho za adui zako wauawe, bali umejitakia akili ya kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema, na tazama, nimekupa moyo wa hekima na moyo wa akili. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka mtu kama wewe, na mambo yale usiyoyaomba nimekupa wewe. Kwa hiyo dunia wakajua kwamba lile agano la jua na mwezi na agano la mchana na usiku na ule mfumo wa kabila 12, lugha 12, ndio wameweka pale mti wa uzima kwa ajili ya wao sasa kufanya, kwa sababu mti wa uzima ni ile nguvu ya kutamka yanatokea, yanatendeka, kwa sababu ndani unakuwa na mfumo wa kweli ambao umeunganishwa na Baba, kama vile kwenye Mwanzo 2:19. Huo ndio mti ukiwa umebebwa kwenye mfumo wa kalenda iliyo halisi isiyogoshiwa. Tunaona sasa hapo, ili uone kwamba hilo jambo ni kweli, kwenye hiyo Wafalme wa kwanza 10 ule mstari wa 13. Naye mfalme Suleiman akampa Malkia wa Sheba haja yake yote, kila alilotaka zaidi ya hayo aliyopewa na Suleiman, kwa ukarimu wake wa kifalme na watumishi wake. Basi uzani wa dhahabu iliyomfikia Suleiman mwaka mmoja ndiyo 666, zaidi ya faida ya wachuuzi na bidhaa na wafanyabiashara wote na wafalme wote kwa majira hiyo, wakiwa kwenye nguvu ya majira ya mwaka wenye miezi 12, kabila 12, lugha 12, na mifumo yote unayojua kwa ajili ya imani kupitia baba wa imani ambaye ni Ibrahim, akiwa na ile shina la ambaye ni Isaka, na anakuja kwa ajili ya Ishmaeli na kwa ajili ya familia ya Ketura, Yakobo na Esau. Hayo matawi hayo, Mfalme Sulemani akafanya ngao 200 za dhahabu iliyofuliwa. Kila ngao moja ilipata shekeli 600 za dhahabu, na vigao 300 vya dhahabu iliyofuliwa. Kila kigao kimoja kilipata mane 3 za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanon. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunika kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kile kilikuwa na daraja 6, hiyo 6 ya mara 2, na juu yake kimeviringishwa nyuma na mikono huko na huko, mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama. Yani simba wawili ina maana mikono ya huku na huku. Yani katika kubarikiwa hauwezi kumnyang'anya mtu aliyebarikiwa na adui, ni ngumu. Adui peke yake ndio anamnyang'anya aliyempa, kama tunavyosoma kwenye Luka ile 4 ule mstari wa 5. Na simba 12 wamesimama juu ya daraja 6, kwa hiyo 6 ya 3. Kwa hiyo sasa ndio nguvu ya namba iliyo kwenye nguvu ya mfumo wa ule mfumo wa kabila 12, lugha ile ni namba kabisa, na kila mmoja ameandikwa, ila wanasema mwisho ndio ataandikwa, lakini kila mmoja, hii ni utimilifu tu wa ile habari tuliyokuwa tunataka tuijue, kwamba je, hiyo namba 6 watagongwa kweli? Yaani mimi na wewe tunakuja, nasema hatutauza wala kununua, eti nagongwa chapa kwenye kichwa kweli? Hiyo si ni Injili? Wakati tuko utumwani, mitume waliopandwa
na yule nani? Na yule Babeli, kwa ajili ya kutufundisha mambo ya ishara na miujiza na maisha ya mbinguni. Kwa tunaona Sulemani ndio akiwa amekaa. Hiyo sasa inawakilisha ile Yerusalemu ya kwanza, ambao ndio mti wake ambao umefundishwa kwamba mchana na usiku kwa ajili ya lile agano, na lilikiwa linaongozwa kwa ajili ya jua na mwezi, ambalo tayari lilifanyika ibada. Kwa hiyo baba akawa amechukizwa na hiyo majira ya Yerusalemu ya kwanza. Nasoma Ufunuo 21:10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka huko kwa Baba, wenye utukufu wa yeye, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni ya majina ya kabila 12 ya Waisraeli. Upande huu wa mashariki milango mitatu, magharibi milango, kusini, kaskazini milango mitatu. Na ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12. Kwa hiyo Yesu wakati anakuja anatuonyesha kwamba ile Yerusalemu tayari ndio mti wenye uzima, lakini hauko kwenye faida ya wenye haki. Kwa hiyo mfumo wa mwaka wenye miezi 12 haukutakiwa tena kufanyika wenye haki kuabudu mle, kwa sababu uzima haupo, upo kwa ajili ya wengine wanaofanya. Ndio maana unaona tunafundishwa tupo, lakini tuko ndani ya ibada, tunafundishwa mambo ya mbinguni. Wakati ukisoma kwenye Mwanzo 2:15, Baba alimweka Adamu chini ya jua kwamba atunze na alime. Sasa kama atunze alime, alafu baadaye ikatokea tena ibada nyingine ya kwamba sisi hatutakiwi kukaa hapa juu ya nchi, nani kasema tusikae? Ina maana ni ile utumwa, kwa sababu tayari tuliondolewa kwenye ule ukuu wa kuelewa vyema, kusikia vyema. Kwa hiyo hata hao manabii tunaowaona hatukujua walitumwa na nani. Hata Yesu ni nini alitumwa? Paulo alitumwa na nani? Na alitumwa nini? Hapo ndipo yani giza lilikuwa pale. Kwa lakini akasema siku ya mwisho yote mtayajua. Kwa hiyo wewe msingi sasa ukawa ndio mfumo ulio na mti wenye uzima. Ndio maana akasema sasa kwenye majira yake kwamba ule mti ataubomoa ikifika wakati huo. Na sasa umefika ule mti wa uzima. Yerusalemu ya kwanza inafutika kabisa juu ya nchi. Ndio maana anasema hapa kwenye Luka 21 ule mstari wa 20, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezingirwa, umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu umefika. Kwa ule msingi wa kabila 12 kwa ajili ya kabila za Israeli ambazo ni zimebebwa na kabila za Israeli 12 tabia zote. Ndio maana kwenye Mwanzo 49 ile mmoja anasema kusanyikeni watoto wangu niwaambie yatakayowapata siku ya mwisho. Ndio tunaona kwenye ile Mwanzo 49 ile 27 kwamba Benjamini ni mbwa mwitu, mchana anakula mateka na jioni anagawana. Ndio naona Israeli inawakilisha majira ya makabila yote, tabia za watu wote juu ya nchi, sio kwa sababu ya taifa fulani. Ndio maana unaona wanagombana kwenye siku ya mwisho, siku ile ya mwisho, Nyakati wa Pili 36:20-21, ambao ndio inakamilisha Yeremia 25 ule mstari wa 12 kwamba Babeli na taifa lile na Wakaldayo wanapigana na Iran. Iran amesimama kama utukufu wa kusimamishwa kwa ajili ya kuangusha ule mfumo peke yake. Kwa hiyo pale sio Iran,
Yuko Baba pale anafanya operation ya kuangusha mifumo yote ya 12 na ile Babeli aliyekuwa na tawala kwenye nguvu ya Ufunuo ile 16 ile 13 ule mstari uliokuwa umesimama kwa ajili ya majira ya 15. Tunaona Luka 22 ile mstari wa 30, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme na kuketi katika viti vya enzi, mkiwahukumu kabila 12, yani wakiondolewa. Kwa hiyo ule mti wa uzima kuhukumiwa na kutoka, ili sasa tuanze kupokea ule mti wa uzima wa Baba. Na Mathayo 19 ule mstari wa 28, Yesu akawaambia, amini nawaambieni kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu ule atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu, nanyi mtaketi katika viti mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo waliokuwa wamebeba mti wa uzima, waliokuwa kwenye agano la jua na mwezi, mchana na usiku, kwa hiyo limetekwa likawa kwenye nguvu ya ubaya. Ndio maana Freemason ina maana M ni moon, A ni air, S ni sun, na O ni orbit, na N ni network. Kwa hiyo wameshika ule uumbaji, kwa sababu tayari uumbaji ulikuwa chini ya ibada ambazo ni za kinabii, za kitume na ishara na miujiza kwa ajili ya maisha ya mbinguni. Hapa juu ya nchi hakuna, mpaka siku ya mwisho ndio tuje tuelezwe kwamba kwetu ni wapi na hizo mbinguni zilikuwa maana yake ni nini. Sasa ukisubscribe kwa ajili ya Kweli Yote TV utafundishwa mafundisho yote yako pale ya siku ya mwisho. Tayari usidanganywe na nabii, usidanganywe na mtume, wala ishara na miujiza. Imekwisha, haipo hiyo. Maisha yetu ni hapa juu ya nchi, ni kubadili tabia. Kwa hiyo tusipobadili mambo hayataenda sawa. Sasa hivi ni wakati wa kuheshimiana. Mdogo anamheshimu mkubwa, mkubwa anamheshimu mdogo, na kiongozi anamheshimu asiye kiongozi, na yeye asiye kiongozi anamheshimu kiongozi. Taifa kwa taifa wanaheshimiana, liwe kubwa au dogo. Ile Mathayo 7 ule mstari wa 12. Kwa hiyo tunaona sasa ule mfumo uliokuwepo ndio uliokuwa umebeba. Kwa hiyo anahukumu sasa, kwa sababu tayari una ibada potofu na wenye yake hawajui. Ndio maana ule msingi wa mitume 12 anakuja kuonyesha Yesu kwenye Marko ile 16 kwamba hakuna hawakuamini wale mitume, na kwa sababu yeye hakujulikana, ina maana hakuna aliyekuwa anajua. Naona hapa kwenye Marko 16:14, baadaye akaonekana kwa wale 11 walipokuwa kila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, akituonyesha ile madhabahu iliyokuwa ya Israeli, ile Yerusalemu ya kwanza ina mitume 12, lakini mmoja mwasi, na hawa walio kwenye nguvu ya 11 hawaamini. Kwa hiyo ile mfumo ukija, Baba akija anavunja ule mfumo, atuweke sawa sisi wenye imani zote, mataifa yote. Ndio maana anasema kwenye Mathayo 25:31, mataifa yote watakusanyikana mahali pamoja. Mahali pamoja ina maana ni kwenye mfumo wake Yerusalemu ule mpya juu ya nchi. Kwa tunaona sasa Yerusalemu wa kwanza tumeuona. Sasa huyu Yerusalemu ambao ni mti wa uzima ni ule wa Baba, huko kwenye Ufunuo ile 2:7. Sasa huo una namna gani? Ukoje huo mti wa uzima? Ili twende hapo wote sasa tukapokee, na leo tutubu tu kwa sababu ya kukaa huko mahali ambapo tulikuwa tupajui. Ufunuo ile 2:7, yeye ashindaye na yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo moyo wa kweli ayaambia makanisa, ambia watu
yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Muumba, ambayo ni ya kweli yote. Sasa hiyo bustani ya yeye kweli yote ni ile majira yake, kalenda ya watu wote. Sasa tuingie hapo, kwa sababu hapo ndipo wote tunaanzia maisha hapo, kwenye Ezekieli ile Zekaria 14 ule mstari Zekaria 14:7. Nasoma, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na Baba, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwepo nuru. Hiyo ndiyo mamlaka ya mti wa uzima ulio katikati ya bustani ya Baba. Ina maana ni ile majira ya mwaka wenye miezi 9 kwa watu wote. Isaya 61 ile 2. Kutangaza mwaka wa yeye uliokubaliwa na siku ya hukumu. Kwa hiyo mwaka ule ndio umebeba siku ya Baba, ambao kila mmoja hakuwa anaijua ni ipi. Mathayo 24:36. Huo ndio mti wenye uzima. Walakini habari ya siku ile ya mwisho na saa ile ya hukumu hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu, kutuonyesha, yani moyo wa Baba sasa kuja ndani ya huyo, na kwanza kutufundisha habari ya majira na mwaka wa kweli kwa watu wote, uliobeba siku ya mwisho kwa ajili ya judgment juu ya uongo wote juu ya nchi. Kwa tunaona hata kwenye Danieli ile 8 ule mstari wa 13, ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza hayo aliyoyanena haya maono katika habari ya sadaka kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa, yani ibada ya Baba, kutovutia, kutopendwa, watu kuwa utumwani kwa ajili ya vitu watu, kwa ajili ya imani ya vitu watu. Yatafika mpaka lini? Watu wako kwenye ibada lakini hawako, wote hatupo. Isaya 6:8 mpaka 13. Yatakuwa mpaka lini? Na jeshi kupakanyagisha. Akasema hata nyakati za jioni na asubuhi zitakapoanza kuhubiriwa. Kwa nyakati za asubuhi na jioni, ina maana ni ile majira ya mwaka wa utimilifu kwa watu wote, unaoanzia ndani kwenda nje. Na ile Danieli ile 8 ile 26. Na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe jifunike maono haya. Kwa hiyo ilikuwa ni kweli, lakini nani atayafungua na kuyatamka hivi unavyosikia? Ni Baba, kwa yule aliyemkusudia kwa ajili ya kutimiza. Kwa hiyo tunaona mti wa uzima ni majira hii, kalenda hii ile ambayo ni hiyo au hii, kwa sababu ndio yenye miezi 9. Mwezi wa kwanza unaitwa kiini cha mema na mazuri. Mwezi wa pili unaitwa mbegu ya mema na mazuri. Mwezi wa tatu unaitwa damu ya mema na mazuri. Mwezi wa 4 unaitwa kitovu cha mema na mazuri. Mwezi wa 5 unaitwa kizazi cha mema na mazuri. Mwezi wa 6 unaitwa uzazi wa mema na mazuri. Mwezi wa 7 unaitwa tumbo la mema na mazuri. Na mwezi wa 8 unaitwa limbuko, first fruit ya mema na mazuri. Na mwezi wa 9 sura ya mema na mazuri. Unaanzia kwamba Yeremia 1:5, kabla sikujengea tumboni nilikujua, ulikuwa na macho, masikio, ulikuwa na akili nzuri, vipawa, kalamu. Unapoingia ndani unatoka, unaanzia kwenye system wako, kwamba vipawa, kalamu, akili nzuri vinaanzia, mwaka unaanzia ndani ya tumbo.
ndio unakuja juu ya nchi, kwamba ikifika miezi 9 ukizaliwa unaendelea na mfumo huo. Ndio ibada iliyokuwa inatakiwa ile nguvu ya Luka 1:26-33. Ule mwaka wa Yesu ndio tulikuwa, huu ndio mwaka halisi na ndio mti wa uzima kwa ajili ya watu kutotumika mara mbili tena juu ya nchi. Kwa sasa ina maana zile roho za uchafu, ina maana ni ile Zaburi ya 90, kwa Baba siku moja kwetu ni miaka 1000. Sasa miaka 1000 wakati wa anguko ilipunguzwa, kwa hiyo itakuwa ni 930, ile Mwanzo 5:5 jumlisha plus Yeremia 29:14 10 mpaka 14, ina maana 930 jumlisha miaka 70, unapata miaka 1000. Sasa hiyo 1000 kwetu sisi ndio tunaungana, imetimia sasa, moja kwa Baba na kwetu ni moja. Kwa hiyo sasa imetimia kwa ajili ya uthibitisho, imetimia ndani ya taifa la Kenya. Kenya ina kaunti 47, na pale walipokuwa wanapigania Iran ni miaka 47. Rais wa Amerika ni rais wa 47, wakipigana kwenye ile Nyakati wa Pili 36, ile mstari wa 20 mpaka 21, wanapigania kwa ajili ya ile nguvu ya yule anayeitwa Babeli, America representer, kwa ajili ya ile miaka 70, na Israeli kwa ajili ya taifa lile, kabila 12 ambazo ndio uumbaji unakutana pale. Mataifa yote vita iko pale kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kwa ndio maana natangaza hii kwa ajili ya kweli kabisa. Nitaisoma hiyo kwa sababu hakuna ambaye ataweza kuisoma mwingine. Yeremia 25 ule mstari wa 12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Baba, kwa sababu ya uovu wao na nchi ya Wakaldayo na ibada ambazo ni potofu za ishara, miujiza, roho chafu za udanganyifu kwa watu wake. Nami nitaleta juu yake maneno yangu yote niliyoyanena juu yake, naam, yote yaliyoandikwa ndani ya kitabu hiki aliyoyatabiri Yeremia, na wote juu ya mataifa haya yote, kwa maana mataifa mengi na wafalme wengi watamtumikisha. Nyakati wa Pili. Na wale waliokoka na upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe, hata kulipokuwa miliki ya Uajemi, ili kutimiza lile alilomwambia kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato, na kutimiza ni miaka 70. Inapiganiwa nguvu ya Uajemi, na maana ni Iran. Kwa hiyo hii vita ni ya utimilifu. Kwa sifa sasa ya mti wa uzima ni maisha ya juu ya nchi, sio maisha ya mbinguni. Ndio sifa kubwa ya mti wa uzima huu wa majira ni ya Baba kwa ajili ya utimilifu, ahubiri tena maisha ya mbinguni. Luka 17 ule mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala watasema tazama uko huku, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo ndio maana akasema amezaliwa, anaitwa mtoto mchanga mwenye uwezo wa kifalme,
ile Isaya 9 kwamba yeye anaitwa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yaani katika uelewa wa ile kweli ndio Baba anakaa. Kwa hiyo haishi mahali pa juu pa mbinguni. Kwa hiyo ndio sifa kubwa ya majira hii. Na Ufunuo ile 11 mstari wa 15, na malaika wa 7 akapiga tarumbeta kubwa, pakawa na mamlaka iliyokuu juu ya mbingu, zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Baba yetu ambaye ni kweli yote, naye atamiliki hata milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za kiti cha Baba wakaanguka kifudifudi. Ina maana wakasubmit. Yaani wazee 24, ina maana kabila 12 na ile nguvu ya mitume 12 wanaacha, kwa sababu Baba wakati aliko juu ya nchi aliabudiwa na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 peke yake. Kwa hiyo Baba hajawahi kuabudiwa na mimi na wewe. Kwa inapokuja juu ya nchi ndio anaabudiwa. Sasa shetani kwa sababu ya lile anguko la Adam, ndio ile elimu ya kwenda mbinguni ilikaa kwetu. Sasa amekuja sifa kwa ajili ya mti wenye uzima ni kuwa juu ya nchi. Yaani tulime, tuvune mambo mazuri, tubadilishe tabia zetu. Tusiabudu ibada za mawe, ibada za wanyama, ibada za watu waliolala. Tusifanye ibada hizo, ni chukizo kwa Baba na hapendi. Kiburi cha vitu, uonevu, si haki. Na mataifa walikasirika na hasira yake ikaja, na wakati wa kuhukumiwa waliokuwa wanatumia nguvu ya soul za ndugu zetu, sasa wanahukumiwa na ndugu zetu wanakaa wanatulia. Sababu yao na watumwa wao na manabii na watakatifu walioko juu ya nchi, wadogo kwa wakubwa, na wale na kuwahukumu wale waharibuyo nchi. Na hekalu la yeye Baba likafunguliwa. Ndio maana mti wa uzima, kitabu cha uzima kimefunguliwa, ile nguvu kwa ajili ya hukumu ya haki kwa wale watendao kwa haki na wabaya wote. Ina maana kila mmoja anapata malipo sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi anatuomba tuandike kwenye kitabu cha uzima. Tunaona sasa sifa ya mti wa uzima ambao ulikuwa kwa ajili ya makabila 12 na Luka 12. Maisha yote tulikuwa tunafundishwa maisha ya mbinguni, hapa sio kwetu. Lakini utambue hakuna mahali ambapo wote waliokufa walikwenda, walitumika kwa ajili ya manufaa ya adui. Kwa hiyo maadui ndio walikuwa wanatumia ndugu zetu. Isaya 38 hawakutaka, lakini kwa sababu ya elimu tulizokuwa nazo Babeli, basi tuliona ni sawa. Ile Isaya 38:12-18, kwa kuwa kuzimu hakuwezi kukusifu, mauti haiwezi kukuazimisha, wale washukao shimoni hawawezi kuitarajia kweli yako. Aliye hai, naam, aliye hai ndiye atakaye kusifu kama mimi leo. Lakini kwa sababu tayari tulikuwa katika nguvu ya kuabudu ile mifumo iliyokuwa imepita, ina maana hatukuweza kuunganishwa na yale mema. Kwa hiyo injili iliyokuwa inafaa ilikuwa ni ya ishara, miujiza. Hata wale walikuwa wanafanya hiyo ishara, hata wale walikuwa wanashangaa ni nini, lakini ilikuwa ni biashara. Lakini Baba hataki tena watu wake wafanyiwe biashara. Hii Isaya 26 ule mstari wa 21, kwa maana tazama, yeye Baba anakuja kutoka mahali pake ili kuwaadhibu wakao duniani kwa sababu ya uovu wao. Ardhi nayo itafunua damu yake, wala haitafunika tena watu wake waliouawa, waliokuwa wanatumika vibaya. Hapa Samueli wa kwanza
Kwa hiyo si kwamba eti ni chuki, si chuki. Yeye tu anasema ile kweli kwa sababu ya yale mateso sisi tulio hai na wale waliolala, jinsi walivyokuwa analia na kuteseka na hakuna wa kuwasaidia. Amekuja angalau yeye atusaidie. Samueli wa kwanza 28:3 mpaka mwisho utasoma, lakini mimi nitasoma tu hapa kwa ajili ya 10. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Wewe ni mwanamke mchawi na mganga mshirikina. Sauli ameenda kwa mganga, naye akasema nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli, akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiye Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anasuka, naye amefunikwa vazi. Basi akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake akasujudu. Ndipo Samueli, mtu aliyekufa ameamshwa na wachawi na waganga, ndio anaongea. Ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitabisha mimi hata kunipandisha juu kunitoa kwenye kaburi? Sauli akajibu, mimi nimetabika sana, kwa kuwa hawa Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena, wala kwa manabii wala kwa ndoto. Nimeamua nikuite wewe uliyelala, uliyekufa. Nifanyeje? Hawezi kujiinua, ila unaenda kwa mganga au mchawi au mshirikina au devil worshiper kwa ajili ya kufanya hayo mambo. Sasa kwa siku hii ya majira yake, yeye hawezi akakubali watu wake ambao wamepumzika na kwa ajili ya majira ya utumwa wa Adamu kutumika mara mbili, akaendelea kufanya hivyo. Atawaelimisha watu wake wote mpaka watelewa. Kwa hiyo zile ibada zote, kumbukumbu, memorial ceremony, si za Baba, ni za mfumo wa siri wa dunia kwa ajili ya kucontrol watu. Anayelala analala, hatakiwi tena kufanyiwa ibada. Tunasoma Mhubiri 9:4. Kwa hiyo tunamlaza vizuri, tunamwombea asitumike tena na wale waliokuwa wanajua kutumia, na sisi tunaendelea na maisha. Mhubiri 9:4, kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai, maana ni afadhali mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa, na mapenzi yao na machukizo yao na usuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote linalofanyika chini ya jua. Kwa hiyo hawana chochote. Ndio maana wewe jifunze, mali nyingi juu ya nchi za wale wanaolala, ndugu zetu, hakuna anayeweza kubaki nazo, wote wanaondokaga nazo. Kwa nini? Wanavuta wale jamaa kwa ajili ya uharibifu. Kwa hiyo tunaona hapa sasa kwenye Ufunuo ile 6 wanavyoulia, tunavyofanya, alafu kwa sababu ya ule utumwa tuliokuwa nao kwenye Babeli huko miaka 930 na miaka 70, tunaona hapa tufungia. Kwa hiyo sifa ya ule mti wa uzima wa Yerusalemu ni maisha ya kuhubiriwa mambo ya mbinguni ya shetani kutumika mara mbili. Sasa amekuja juu ya nchi yeye, kwa hiyo atatufundisha yote, atatuelimisha yote. Hakuna maficho ya shetani juu ya nchi. Watu wake wote tutakuwa sawa. Ufunuo 6 ule mstari wa 9, alipoifungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Baba mtakatifu wa kweli, hata lini hutotusaidia wala kupatia haki damu yetu kwa hao wanaokaa juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa watulie kwanza. Ilikuwa bado haijatimia. Ndio maana uwe mzuri uwe mbaya, ulikuwa unatumika. Kwa hiyo hiyo ndio sifa ya mbinguni ya shetani. Mbinguni ya shetani, na maana sifa yake ni hiyo.
Ina maana kwa sababu tayari wana mti wa uzima, walikuwa wanatufundisha mifumo hiyo, na huyo ndio alipewa kumiliki, kutawala, kuwa juu ya vyote. Ndio maana unamwona Luka 4:5 anatamba hapo, shetani anamtambia Yesu, akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu. Kwa dakika moja Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe nchi yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami mpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Baba Mungu wako peke yake. Kwa hiyo shetani ndio alikuwa na miliki, kwa sababu tayari alikuwa amekabidhiwa mfumo ule. Ndio maana unaona ushetani juu ya nchi ndio ulikuwa unamiliki vitu vingi. Ukiwa mwenye haki unapita sana, unateswa sana, unaumia sana, kwa sababu hapa palikuwa si kwetu tunavyoonyeshwa, kwa sababu ya ule utumwa uliokuwa wa Babeli, kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua kwamba tulikuwa utumwani, kwa sababu hawa manabii wote waliotufundisha, tumefundishwa kwamba Yesu alikuja kutuokoa na nguvu za Ibilisi. Lakini kwenye Isaya 6:8 mpaka 13 Yesu alitumwa kuja kutuonyesha siku ya mwisho itakavyokuwa na ibada zilivyo za Mafarisayo juu ya nchi. Kwa hiyo alipoondoka ziliendelea hivyo. Kwa hiyo kila kitu kiliendelea kama hivyo. Akasema siku ya mwisho ndio nitakuja kuambia yote. Kwa hiyo hata Paulo katika kuja kwake, ina maana ni mfumo wa kutengenezwa kwa Babeli, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuachiwa. Kwa sababu ukisoma kwenye nguvu ya Yohana 7:37 Roho anaachiliwa siku ya mwisho peke yake. Kwa hiyo ataongea moyo wa Baba kutufundisha. Moyo wa Baba au Roho wa kweli, sio katika ishara na miujiza, ni moyo wa kufundishwa ile kweli yote. Watu watulie, wajisimamie. Kama sasa hivi, ina maana tunafundishwa mambo ya juu ya nchi, maisha halisi. Tufanye kazi. Namba moja, awe wa kushukuriwa Baba. Siku ya mwisho haina imani, haina tumaini, haina dini yangu. Ina maana ni kuishi katika ile kweli ya kumjua Baba ni nani na anataka nini. Basi kwa hiyo watumishi wote ni hivyo, kukaa kujifunza, kwa sababu hiyo yote elimu kwa majira hii ya Baba haina kazi tena, kwa sababu huwezi kuendelea kuwafundisha watu maisha ya mbinguni wakati serikali zina project sasa hivi za maisha. Wanajenga mabarabara, wanajenga nguvu ya shule. Kwa hiyo tubadilike, tupate viongozi wazuri. Sasa watumishi wenzangu, si kwa ubaya, nisamehe kwa sababu ninatakiwa kusema hivi. Basi tumebarikiwa sana na tumeinuliwa leo. Mti wa uzima ambao ulikuwa ujui umeujua, na tayari uko kwako, na tayari umefunguka. Iwe taifa limefunguka, mmoja mmoja amefunguka, mataifa yamefunguka. Hakuna mti uliokuwa kwa ajili ya mitume 12, kabila 12 utazaa, kama vile alivyosema kwamba shoka limewekwa shinani. Kila mti usiozaa kwa Baba kwa ajili ya matunda mazuri leo utakatwa na haupo. Mathayo 3:10. Nimalizie hapo kulisimamisha hilo shoka. Na shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kwa hiyo matunda ya kufundishwa watu wote wake Baba, maisha ya mbinguni imeisha. Kwa hiyo matunda yanatakiwa hapa, tabia njema. Watu tubadilike. Ibada tulizokuwa tumezoea za mawe, ibada za wanyama, ibada za miti, ibada za ndugu zetu waliolala, kuabudu bila sisi kujua, tayari tunajua. Baba ametubariki, Baba ametulinda, Baba ametuinua. Mataifa, taifa, serikali, viongozi,
wanalindwa sasa hivi, na sisi tunalindwa na yeye, na watu wote juu ya nchi, weupe weusi, wanalindwa. Kwa hiyo wewe, kubwa kuliko ambalo ni jema zaidi, kiongozi na usiye kiongozi, kubwa kwa mdogo, mweupe kwa mweusi, wewe ni kusubscribe peke yake na kulike kwa ajili ya Kweli Yote TV na kumshirikisha mwenzako kwamba siku ya mwisho tayari. Usidanganywe na mtume, usidanganywe na nabii wala mchungaji. Ishara zote zimeisha. Alikuwa anasubiriwa aje, na umekwisha kuingia moyo wake wa kutufundisha kweli yote. Basi karibuni tena kwa ajili ya Kweli Yote TV. Tumeinuliwa na tutunzwe.